Naam, ni kukaribishe tena katika segment ya kimichezo ambapo tutakuwa tunaangazia kile ambacho kimekuwa kikitrend sana mitandaoni. Ni kuombe tu kama bado haujaungana nasi ubonyeze neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na updates nyingi ambazo zinajiri na kuwekwa hapa kila siku. Hii ni Mapro TV kama kawaida yetu, na mada tuliokuwa nayo ni kuhusiana na ujenzi wa uwanja wa Yanga, ambapo siku kadhaa zilizopita tulishuhudia hafla ambayo ilifanyika mbele ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Albert Chalamila, ambapo mengi katika hiyo hafla kulikuwepo pia na utiaji saini wa ujenzi wa uwanja huo ambao unakadiriwa kuja kuingiza zaidi ya mashabiki 20,000. Sasa baada ya mchakato huo, na moja kati ya jambo ambalo lilielezwa ni kuhusiana na kwamba ujenzi utaanza siku moja baada ya hafla hiyo, lakini hadi hivi tunavyozungumza hakuna ambacho kimeendelea katika ujenzi huo. Sasa nimepitia katika pages mbalimbali kuona kile ambacho wengi wamekuwa wakijadili, na moja kati ya swala ambalo limeibuka ni kwamba kuna uwezekano mchakato wa uwanja huo ilikuwa ni geresha tu, na kuna mengi ambayo yamezungumzwa kuhusiana na sakata hilo. Lakini tu nikueleze ya kwamba kwa baadhi ya watu ambao walikuwa wakijaribu kukumbushia mwaka 2023 ambapo pia kulikuwa na swala kama hilo, na ilielezwa kwamba mchakato unaanza rasmi, lakini hadi hivi sasa hakuna kilichofanyika wakati ule, na huu ni tofauti kwa sababu moja. Kwanza, tumeona mchakato wa kipindi hiki umehusisha steps mbalimbali. Tumeona mara ya kwanza walifanya ile hafla kwa ajili ya kutafuta mzabuni, na baadaye tukaona pia step ya pili mzabuni yampatikana kwa maana ya GSM Company, lakini pia hii ni step ya tatu ya utiaji saini, na step ya nne ama stage ya nne ni ya ujenzi. Kwa hiyo nafikiri kwa upande wangu sioni kama kuna geresha kwenye swala hilo. Ni swala la kuwapa Yanga muda, na pia kwa sababu wamehakikisha within miezi 18 ama miezi 24 mchakato huo utakuwa umekamilika, basi nafikiri wangesubiri kuona, na mategemeo yangu nafikiri ni wengi watakuja kupongeza baada ya hapo. Kwa sasa wasubiri, wawape muda. Mengi yanazungumzwa, lakini ni kushauri tu ama ni kuelezea kwamba muda si mrefu uwanja huo unaenda kuanza kujengwa, kwa sababu kuna mengi ambayo tumeweza kuzungumza na mashabiki wa Yanga, lakini pia viongozi baadhi ambao wametuhakikishia kwamba muda si mrefu mchakato unaenda kuanza. So nikusika bado hujiungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili uungane pamoja na familia hii ya Mapro TV kwa ajili ya updates zote kali zinazokujia kutokea hapa.